Kwanza nikianza na faida za mradi huu, naweza nikaongelea katika maeneo mawili makubwa. Sehemu ya kwanza ni kichocheo cha kiuchumi, lakini sehemu ya pili ni faida ya kijamii au ya kimazingira. Kichocheo cha uchumi kwa nini? Kwa sababu tunapopata nishati ya umeme, maana yake ni kwamba inaenda kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, lakini pia viwanda vya bidhaa za viwandani. Mpaka sasa hivi wilaya ya Rufiji tunazalisha sana zao la korosho kama zao la kimkakati la kibiashara. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kuhamasisha wawekezaji, wajasiriamali mbalimbali waweze kuwekeza kwenye viwanda vya kubangua korosho kwa lengo la kuongeza thamani. Lakini pia tunaboresha sekta ya uvuvi, sekta ya ufugaji. Kwa hiyo mazao yake ndio ambayo tunaenda kutumia nishati sasa kuweza kuboresha. Lakini pia nikiongea kwa upande wa faida za kijamii, tunafahamu nishati ya umeme ni mbadala wa nishati ambayo ya kutumia mkaa, kutumia kuni, ambayo tunasema nishati isiyo salama. Kwa hiyo kutumia nishati ya umeme, maana yake tunaenda kuungana na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ambaye ni champion wa kampeni ya matumizi ya nishati safi kwa lengo sasa la kulinda afya za kina mama, lakini afya za Watanzania wote. Lakini kwa upande mwingine, sisi Rufiji kimazingira au kijamii tunanufaika sana na mradi huu, kwa sababu kipindi cha nyuma, kama mnafahamu historia, Rufiji imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya mafuriko takriban kila mwaka. Lakini baada ya kujengwa bwawa hili, ile changamoto sasa inaelekea tuseme imeanza kuisha au inaelekea kuisha kabisa. Kumbuka bwawa hili linakusanya maji takriban lita bilioni 32.7. Sasa kama maji lita bilioni 32.7 yakisema ya flow kuja wilaya Rufiji, manake tunaangamia mwaka hadi mwaka. Lakini kupitia mradi huu sasa Rufiji tuna amani, hatuna mafuriko na tunafanya shughuli zetu za kiuchumi kama kawaida. Sasa kwa upande wa namna gani tunawezesha wananchi kuweza kunufaika na nishati hii, sisi tunachokifanya, kwanza tukumbuke tumeanza kutekeleza dira 2050 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hiyo wananchi, wajasiriamali, wale wenye makundi maalum ambao wanapata mikopo mbalimbali, ambao wanatumia mitaji yao, tunachokifanya ni kuhamasisha waanzishe miradi ambayo inatija kulingana na matakwa ya dira 2050. Matakwa ya dira 2050 yanataka miradi ambayo kwanza inatengeneza ajira, lakini pia inaleta tija kwenye kipato cha mtu binafsi, kipato cha halmashauri na taifa kwa ujumla. Hayo ndio mambo ambayo Rufiji tunayafanya na tutaendelea kuyafanya, kuhamasisha kwa wananchi ili waweze kunufaika kwa dhati na mradi. Kwa jina naitwa Ngwale Kinjekitile Ndete. Natokea wilaya hii ya Rufiji katika kata ya Utete, kijiji cha Utete. Mimi kama mwananchi wa kawaida, cha kwanza kabisa niseme nimefurahishwa sana na mradi huu, kwa maana kwamba ikizungumzia kwa upande wa jamii, manufaa yetu makubwa kwamba nishati ya umeme imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Matumizi ya umeme sasa tunatumia vizuri sana, tunafanya shughuli zetu ndogo ndogo, tukiacha tu viwanda vikubwa ambavyo vinazunguka. Lakini sasa na sisi tuna viwanda vyetu vidogo vidogo majumbani mwetu, tunasindika juisi, tunasindika tomato na vitu vingine kama hivyo. Lakini nipende kuchukua fursa hii kuipongeza sana serikali ambayo imepambania kupatikana kwa mradi huu, ambapo tenda kujimamafai zaidi ni kwamba mradi huu, kwa taarifa tulizonazo kama wananchi kawaida, umetumia zaidi ya asilimia 100 ya gharama za pesa za ndani. Zaidi ya shilingi bilioni 5 zimetumika katika mradi huu kuhakikisha unakamilika na umeme tunapata. Lakini niseme kwamba katika kujitathmini kama taifa, kwa sasa umeme katika Tanzania umepanuka maeneo mengi. Tunashukuru kwanza kwa mradi kufikia watu wa Morogoro Kusini, na pia mradi huu unatutolea changamoto nyingi sana, hasa majumbani umeme katika na kwa haipo, na watu wengine wenye biashara zao wanazotumia umeme. Mimi mwenyewe nimevuta umeme juzi, kwa hiyo na mimi mwenyewe naufurahia vile vile. Hamna shida ile ya katika hakuna. Yani fursa tuzitumie vizuri kwenye mashine kudalizi na vitu vingine. Majina anaitwa Fatuma Omeza, ni mkazi wa Kisaki Kituoni, wilaya ya Morogoro. Nimesimama hapa, ni mmoja wapo wanufaika na huu mradi. Wakati kipindi unaanzishwa, tulikuwa kama wafanya biashara katika huu mradi. Naweza nikasema kupitia mradi huu mimi binafsi matokeo nimeyapata na nimenufaika. Vile vile naweza kujiendesha mwenyewe. Kingine, kutokana na hichi ambacho tulikuja nacho leo hii, bila shaka ni matumaini makubwa sana tulikuwa tunatarajia kuyapata na sasa yametimia.